kabla hajabaa mwili wa mwanadamu. Kumaanisha pale mbinguni alikuwa na umbo la roho ama mwili wa roho. Anapotoka kule mbinguni kuja kubaa mwili wa mwanadamu, anapata nafsi ya mwanadamu. Mbinguni pale anaporudi kule mbinguni, anarudi na mwili wa mwanadamu. Sasa nauliza, kule mbinguni tunapoungana na yeye, tutamtambua kwa mwili wa mwanadamu ama atakuwa amerudia ule mwili wa roho aliokuwa nao? Nitaweza kujaribu kuzungumzia kupitia Biblia, tumishi anapotafuta quotation katika kitabu cha Wafilipi 3, tusomee mstari wake na 20 na 21. Wafilipi 3. Swali ni, wakati utakapofika mbinguni, je, tutakuta Yesu katika mwili utukufu? Na je, sisi tutapewa utukufu huo ama tutakuwa na miili hiyo ya utukufu? Soma tusikie. Inasema hivi. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa sababu sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Endelea. Atakayeubadili mwili wetu wa unyonge. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, alionekana kwa macho ya wanadamu wa kawaida, alionekana akiwa na mwili wa unyonge, akiwa na mwili wa unyonge. Ndio maana tunapata mpaka yeye alihisi njaa na mambo mengine mengi, kwa sababu alikuwa na mwili huo wa unyonge. Nasema hivi, rudi hapo mtumishi 21, inasemaje? Atakayeubadili mwili wetu wa unyonge. Kwa hivyo Paulo anapozungumza anasema tunamsubiri Yesu aje kutuokoa, atakayebadilisha huu mwili wetu unyonge. Endelea. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Kwa hivyo tutakuta Yesu na mwili wa utukufu, na pia sisi tutabadilishwa na kupewa miili mingine ya utukufu. Natumai. Asante. Kuna desire of ages kuna vile dada White anatuelezea hilo jambo lakini ndio nilikuwa natafuta hiyo nukuu na nimepata. Yesu ako na mwili gani azini kule mbinguni, mambo kama hayo because alichukua na in fact soma Ibrania hiyo 10 anasema mwili aliwekewa tayari, meaning the human nature, si ndio? Now the question is, what nature will Jesus have maana tutamuona na maandiko yanasema tutamtambua. Nitamjua nikimwona uso kwa uso. Nitamjua kwa alama za misumari. I think hiyo ndio ilikuwa baseline ya. Soma hiyo Desire of Ages. Desire of Ages tunasoma 25.3. 25.3. Inasema hivi. 25.3. Inasema by his life. Anzia God so loved the world. Inasema hivi. God so loved the world. Mungu aliupenda ulimwengu. But he gave his only begotten son. John 3:16. He gave him not only to bear our sins. And to die as our sacrifice. Hakumtoa tu ili kwamba ajitoe kafara kwa ajili yetu na kwa ajili ya dhambi zetu. He gave him to the fallen race. Alipeana kwa watu binadamu walioanguka dhambini. To assure us of his immutable counsels of peace. Ili kwamba atuhakikishie kuhusu mashauri yake ya amani. God gave his only begotten son. To become one of the human family. Mungu alipeana mwanawe pekee ili awe mmoja pamoja na wanadamu. Forever to retain his human nature. Ati nini? Forever to retain his human nature. Forever to retain his human nature. Ndio. This is the pledge that God will fulfill his word. Unto us a child is born. Tulia. Anasema Christ will forever retain his human nature. Kwa hivyo hata tukienda mbinguni tukutana na Yesu, kwa sawa? Atakuwa na human nature Na ukienda pale chini anasema it was a pledge. The human nature of course glorified si ya kutenda dhambi of course. Hapa chini anasema God has adapted. Sijui kama iko pale. God has adapted human nature in the person of his son.
and has carried the same into the highest heaven. Asante. Hapo sababu hata mimi bado naendelea kuelewa mambo mengi ninapokuwa hapa. Kwa hivyo kitu ambacho nimeweza kuelewa kulingana na ile wa Filipi 3:21 na quotation ambayo imeweza kusoma ni ya kwamba utukufu ambao Yesu atakuwa nao pamoja na watakatifu ni utukufu wa Adamu na Hawa kabla wajengia katika dhambi. Kwa hivyo tutakuwa katika hali hiyo ya utukufu huo ulioondoka baada ya wazazi wetu wa kwanza kuingia katika dhambi. Kabisa. Asante. Next question, moderator. Haya, swali patia Ryan. Sawa. God is good All the time. all the time. God is good. Swali yangu ni niko na maswali mawili. Ya kwanza, kulikuwa na tofauti ya conversation ya Mungu na wanadamu before sin, yani before Adam aanguke kwa dhambi. Alafu swali la pili ni wakati Musa aliona mgongo wa Mungu. Hiyo ilikuwa mgongo wa malaika ama ilikuwaje? Hiyo ndio swali yangu. Kabla ya anguko la dhambi 34 dot, hiyo ni Patriarchs and Prophets EP, eternity past. Kabla ya anguko, Dada White ametueleza ya kwamba it was a communication ya face to face, alafu ndio tuende kwa Musa. Umeipata? Fungua wewe EP 34.3. EP 34. Do you have it, Wesley? Eternity past 34.3. Inasema hivi. Soma tu. Sin brought separation between God and man. Dhambi ilileta matengano kati ya Mungu na mwanadamu. And the atonement of Christ alone. Na neto nini hiyo? Upatanisho ulioletwa na Kristo pekee could span the abyss. Ingeweza kurejesha ule utengano. God would communicate with the man through Christ and angels. Baada ya dhambi, Mungu akaanza kuzungumza na mwanadamu kupitia aidha Yesu ama malaika. Lakini kuna nukuu inasema before the fall God communicated face to face. Iko hapo Sasa swali yako hasa ilikuwa wapi? Ndio nijue kama umejibiwa. Hapo kwa Adam and Eve, hapo kwa before sin. Mungu mwenyewe ndo alikuwa anamuongelesha hivyo face to face. Ndio, si imeandikwa kwa Genesis. Before sin. So ni Mungu, si Yesu, Mungu mwenyewe. Before sin, God communicated to man face to face. In fact, the Bible says Bwana Mungu alitembea. Si ndio inasema? Genesis 3:8 soma. Lakini baada ya dhambi ikawa tofauti. Malaika ndio walitumwa kuongea na Adam, kuongea na Kain. Hizo nukuu ni nyingi. Mfano, wakati Kain anaambiwa, mbona uso wako umekunjamana? Ni nani walikuwa wametumwa? Ni nani walikuwa wanaongea na Kain? Malaika. Ni malaika. Tuko na nukuu na ni nyingi zinaonyesha God spoke to Cain through angel. Hata ukiandika kwa Spirit of Prophecy, andika Cain angel, andika, itakuletea nukuu zote. Hata wewe jaribu, utaona hizo nukuu. Soma wewe. Mwanzo. Inasema hivi, 3 verse 8. Soma kwa Kiingereza wewe. Kuna sababu tunasema hivyo kwa sababu maandiko mengine yanakuwa ni mtihani kidogo. Hata wale wako kwenye mitandao mnaweza uliza maswali yenu hapo. Pani bala. Inasema hivi. Haya. Genesis chapter 3:8 inasema hivi. Inasema, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Na ukisoma katika Spirit of Prophecy tunaambiwa kwamba before the entrance of sin God spoke face to face to man. Lakini ameuliza mambo ya mgongo ya Mungu vipi hapo? Mwalimu, hata hapo kwa kuongea na Adam, unaposoma the story of redemption inakuelezea vizuri kabisa. SR hapo? Naam. Itakuelezea vizuri. Good. Yeah.
Amen. Haya, hapo kwa mgongo ya Mungu vipi? Musa aliona mgongo ya Mungu yupi? Ama hebu iweke vizuri swali, nisije nikakuulizia swali lingine. Ni hivyo hivyo tu. Na sasa inamaanisha kuna verse nasema kuna mtu anaweza ona Mungu, ameona Mungu. So hiyo hapo Adam alimuona Mungu. Tukienda na hiyo Okay. Andiko la Yesu liko kwa ni gapi ile? Hakuna mtu amemwona Mungu wakati wote. Ni Yohana 1. Hebu isome kama mwana matengenezo. Yohana 1:17. 18. Asome kama nani? Adhubutu kusoma kama mtu wa nje ya mlango. Soma hiyo. Kitabu kile cha Yohana 1:18. Inasema hivi. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Si ndio hiyo verse unasema? Aya, enda Exodus 33. Ni 33? Naam. Verse 11. Inasema hivi. Soma 11 na utasoma 20. Haya, sikieni maneno. Ati hakuna mtu amemwona Mungu wakati wowote. Exodus 33 verse 11. Inasema hivi. Naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso. Uko sure? Haya, verse 20. Inasema hivi. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Amegeuka. Kuna maneno kwa hii Biblia Kuna yule yenyewe hajaonekana uso kwa uso tangu dhambi. Huyo ni Mungu Baba. Lakini kuna mwingine anaonekana uso kwa, kuna yule unaweza ongea naye uso kwa uso Wacha tumtafute alafu tumalize hii kesi. Maana katika Exodus 33 yule anayeongea na Musa kwanza. Soma verse 6. Soma 34 verse 6. Ngoja usikie vile anaongea na Musa. Huyo mwenye anasema aliongea na Musa uso kwa uso. Huyo Bwana. Sikia verse 6 vile anamwambia Musa. Bwana akapita mbele yake akatangaza. Huyo Bwana mwenye anaongea na Musa uso kwa uso Naam. Anapita mbele za Musa na anamtangazia aje? Bwana Mungu mwingi wa huruma. Mwenye fadhili. Si mwepesi wa hasira. Mwingi wa rehema na kweli. Ati Bwana anatangazia Musa akimwambia nini? Bwana. Kwa nini aseme mimi? Ndio tumjue huyo anaonekana, lakini anatangazia Musa Bwana. Kuna Bwana ambaye huyu anamtangazia Musa. Kumbuka huyo anaonekana na Musa uso kwa uso, lakini kuna yule ambaye huwezi kuniona. Tukitaka kujua the correct answer, tunaenda, mimi naweza toka hapo lakini wewe utachangia Judges. Wacha nikupeleke kwa Judges ndio uone tofauti. 22. Judges 22. Hata Gideon alimuona. Alafu sikie vile wanaongea. Judges, nimesema ngapi? 22 haifiki. Tutaipata kweli? Judges. Na hizi mafungu tumezisoma mara mingi. Mnafaa kuwa mnazijua. Chapter 13. Judges 13. Ni hiyo kweli Judges 13, Waamuzi 13. Anzia 21. Inasema hivi. Lakini malaika wa Bwana hakumtokea Manoa tena. Wala mkewe. Ndipo Manoa alipojua kwamba ndiye malaika wa Bwana. Manoa akamwambia mkewe, hakika yetu tutakufa sisi. Kwa nini? Kwa sababu tumemwona Mungu. Biblia inasema ni nani huyo alikuwa hapo? Malaika wa Bwana. Nao wanasema watakufa. Kwa sababu wamemwona nani? Haya, wacha aende kwa Gideon ndio tujue the correct answer. Huyo ni nani? Na aseme hamutakufa. Mimi hata mkiniona uso kwa uso hamutaku. Tuende hapo mbele nikuonyeshe. Na hii Judges vipi? Inasema katika Judges Waamuzi sura yake ni ya ngapi hiyo? Wapi andiko?
Exodus, Joshua, Deuteronomy, Judges. Acha nifike haraka haraka. Haya, chapter ndio hiyo, chapter 6. Nimeipata. Nilikuwa napotea. Anzia 21:6. Huyo malaika alionekana na Manoa. Manoa akashtuka akasema tutakufa. Ni nini walijua? Ukiona Mungu uso kwa uso Lakini hapa kuna yule ambaye wanamuita Bwana na wamemuona uso kwa uso na walimuona na hawakukufa, si ndio? Haya, verse 21 of Judges chapter 6. Ndipo malaika wa Bwana akanyosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, ndio akaigusa ile nyama na ile mikate, kisha moto katoka mwambani ukaitekeleza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Nani aliondoka mbele za macho yake? Malaika wa Bwana. Endelea 22. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Aliona ya kuwa ni nani? Ni malaika wa Bwana. Kisha Gideoni akasema, ole wangu Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Kwa nini alisema ole wangu? Kwa nini? Si aliovia atakufa. Kwa akili zake alijua huyo ni Mungu. Ni Mungu. Kumbe ni malaika wa Bwana. Ni malaika aliyetumwa na huyo Mungu. Asikia vile anamwambia malaika sasa. Baada ya kusema ole wangu nitakufa, nimekuona. Sikia vile anamwambia. Bwana akamwambia, wewe ni nani anamwambia? Bwana. Yupi? Si ni malaika wa Bwana huyo? Si anaitwa Bwana? Naam. Wewe unaona huyo ni nani? Huyo ni Yesu. Sikia vile anamwambia Gideon. Akamwambia nini? Amani iwe pamoja nawe. Kwa nini? Usiogope, hutakufa. Kwa nini anamwambia hutakufa? Hujamuona Mungu Baba, ni mimi. Mimi unaweza niona kama vile Musa aliniona tukaongea uso kwa uso. Malaika wa Bwana in the Old Testament is Christ himself. Yeye hana shida ukimwona uso kwa uso. Ndiye aliongea na Musa. Ndiye aliongea na kila nabii. Lakini wengine walikuwa naogopa, "Haya nitakufa." Kuna yule nimeacha huko. Huyo ni mimi tu nimemuona. Ndio unaona Yesu anasema, "Heri wenye usafi wa moyo, maana wao washamuona Mungu." Hata nimekuja ni ngozi nimevaa, si ndio? Heri wenye upole wa moyo, usafi wa moyo, maana washamuona Mungu. Ndio mimi nimevaa nguo ya ni ngozi, ni mimi. Tutoke kwa hiyo maneno. Chacha. Kuna mzee alinua mkono nyuma yako sana. Mpatie maiki Chacha sekunde 2-3 alafu tupatie mzee nyuma. Mwalimu umenichenga kidogo hapo, tuko 22. Simama uonekane kwa YouTube. Hapo kwa 23. Au unaonekana usijali. Uko sawa kidogo. Uko sawa. 20? Hapo kwa 23 nasema 23. Bwana akamwambia hiyo tu hapo penye umetoka. Umesema kwamba kwa Agano la Kale haikuwa na shida ukimwona Yesu. Kwa hiyo ni kweli walikuwa wanamuona. Si walikuwa wanamuona as an angel of the Lord. Kama malaika wa Bwana. But New Testament huwezi muona, si ndio? Yesu. Yesu si alionekana? Ni Mungu ndiye awezi. Sikuelewi? Ni Mungu ndiye awezi onekana. Mungu Baba ndiye aonekani, lakini huyu mwenye anatumia, unakumbuka Exodus 23 verse 20? Tazama nimemtuma malaika wangu aende mbele zenu. Jina langu liko ndani yake. Si ndio huyo anaitwa Bwana? Akamwambia ni malaika wa Bwana lakini wanamuita Bwana, akamwambia hutakufa. Amina. Wacha ule mzee wa nyuma kabisa, patia huyo mzee. Kidogo ule mzee ameinua mkono sana. Inakuja mgongo. Mwenye alionekana mgongo. Haya, tunakuja. Asante. Nashukuru. Amujambo wasafiri wa mbinguni. Asante. Kuna maswali mawili na ikizidi sana 3, lakini nitauliza kwa uwepesi. Swali la kwanza ni ya kwamba nauliza hivi. Sisi ambao ni masalio tunafaa tuchaguane, yaani uchaguzi wa nchi tunafaa tuchaguane. Swali la pili ni ya kwamba kuna hawa watu ambao ni 144,000 hao kazi yao ni ipi? Sasa wacha niweke hii swali vizuri. Yesu anapokuja anakuta hilo kundi la 144,000 ama hao watu ndio wanaandaa watu kumuraki Yesu? Swali la tatu,
ni ya kwamba inasemekana we are going back to Eden, yani tunarudishwa katika vile Adamu walikuwa. Sasa nauliza, Adamu hakuwa anavaa mavazi. Tunapofika mbinguni tutakuwa na mavazi? Haya, wacha niweze hili swali la mgongo, lakini situmai ya kwamba tutakuwa na haya mavazi ya kuchakaa. Sijui tumeshijiandaa kwa hilo swali. Swali la kuhusiana na mgongo, ukisoma kitabu ambacho kinaitwa Desire of Ages page 24 paragraph number 3, inaonyesha ya kwamba vile vile ni Yesu ndiye alionekana. Musa alimuona Yesu, kama vile ambavyo maandiko yameweza kutolewa. Desire of Ages 24 verses number 3. Tunaweza tu kusomewa kwa mtasari kabla hatujaweza kupita katika swali lingine, maana naona pia kuna watu wanaofuatilia kwa mitandao wanataka sana hilo swali Desire of Ages liweze kujibiwa. 24.3. Na bado tumesomewa katika kitabu cha Eternity Past ambayo tumeweza kusoma that 4.3, kasema ya kwamba dhambi ilileta utengano kati ya mwanadamu na Mungu. Ikawa ili kwamba Mungu aweze kuzungumza na mwanadamu labda tu kupitia Kristo na malaika. Kwa hivyo hakuna kwa njia yoyote ile ambayo mwanadamu mwenye dhambi angemwona Mungu Baba kama vile ambavyo alikuwa anaonekana kabla wanadamu hawajaweza kuingia katika dhambi. Tusomee, inasemaje? Inasema hivi, by his humanity Christ touched humanity. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba katika ubinadamu wa Yesu ama katika ubinadamu Yesu alifanyaje? Aliguza ubinadamu. Endelea. By his divinity, kupitia uungu, he lays a hold upon the throne of God. Yes, anakaa katika kiti cha enzi cha Mungu. Endelea. As the son of man, tunaambia kwamba kama mwana wa Adamu, he gave us an example of obedience. Anatupa utiifu ama anatupa mfano wa vile ambavyo tunafaa kumtii nani? Mungu. Endelea. Son of God, kama mwana wa Mungu, he gives us power to obey. Tupa nguvu ya kutii. Endelea. It was Christ who from the bush on Mount Horeb spoke to Moses saying, endelea, I am that I am. Kwa hivyo ni Yesu ndiye Musa aliweza kuona. Ni Yesu aliona uso wa Yesu, akasema ameona uso wa Bwana Mungu. Kwa hivyo ni Yesu ndiye alionekana, sio Mungu Baba. Na tena ukisoma katika kitabu cha 1 Timothy chapter 6 verse 16 inasema Mungu Baba amekaa katika nuru isiyoweza kutazamwa kwa macho ya mwanadamu aliye katika dhambi. Lakini wakati ambapo tutafika mbinguni, maandiko yanaonyesha wazi katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wake wa 4, tutaona uso wa Baba. Ndio maana Yesu akasema kwa Mathayo 5 mstari wa 8, heri wenye moyo safi, maana hao watafanyeje? Watamuona Mungu. Si wamemuona Mungu, watamuona future. Kwa hivyo tutaona Mungu Baba, lakini hakuna mwanadamu mwenye dhambi amewahi kumuona. Tukifika mbinguni, ulikuwa umeuliza aje mavazi itakuwa gani nashukuru sana mzee kwa hilo swali, ila Biblia haijapatiana. Unajua sasa kama Revelation, ufunuo huko Yohana anaona watu wamevaa mavazi meupe. Unajua tunaweza tu kuenda mpaka mahali ambapo Biblia imetufikisha. Nikawaona watu kutoka kila lugha, jamaa na taifa. Hiyo ni Ufunuo 7 mstari wake ni wa 9. Lakini hapo mstari wa 8 na 7 anasema hawa ni kina nani wamevaa mavazi meupe. Unaona? Mavazi ya ushindi wameyafua, si ndio? Unaona? Hiyo ni utukufu. Hatuwezi kusema ni vazi kama hili kwa sababu Isaya anasema 61:10 ni vazi la wokovu. Kwa hivyo si material. Kwa hivyo in other words, in as far as mawazo yetu inaweza fikia mahali tunaweza sema tutavikwa utukufu. Hivyo kama Adam walivyokuwa. Hatuwezi kuenda zaidi ya hapo, na tukienda zaidi ya hapo itatubidi turudi kwenye Wakorintho wa kwanza 2:9. Umeisoma Na kupatia saizi. Wakorintho wa kwanza 2:9 inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuona wala sikio halikuyasikia
mambo ambayo Mungu aliwaandalia wapendwa wao. Kwa hivyo kama kutakuwa na mavazi mengine huko, wacheni tuvike tuyao, lakini as far as the Bible tunajua tu ni mavazi meupe na tutavikwa utukufu. In fact spirit of prophecy inasema the garments of light, mavazi ya nuru. Walikuwa wamevikwa mavazi ya nuru. Sasa hatujui ni material ipi, lakini pengine Felix usikose, ndio tukifika tunashika unajua ni material gani jameni. Amina. Nafikiri tujibu tu mpaka hapo. We cannot go beyond that. No. Ama kuna vile umeona hiyo material? Hebu patia ule. Maana tunafanya discussion tu. Patia huyo mic tusikie maneno. Je, ni koti ama vipi? Praise God. Amina. Spiritual Gifts Volume 3, page 34, paragraph 2. 3SG. 3SG 34.2. Inasisitiza kwamba mpo pale, the sinless pair wore no artificial garments. Amina. They were clothed with a covering of light and glory such as the angels wear. Amina. So Amina. that is what we'll be wearing in heaven. It will be a covering of light and glory. Amina. No artificial garment. Amina. Yes. Kwa hivyo za kubai tutaziacha huko. Ta hiyo yako badia tu hapa hiyo. Hiyo wewe nayo maana. God bless you brother. Nafikiri kuna maswali hapa kadhaa mwalimu. Not ule alikuwa na swali mbili. Kuna mtu ameuliza swali kwa YouTube. Ngoja kwanza ule mzee. Hata si moja. Tusije tukampita. Tumejibu zako mbili. Ingine ilikuwa ni gani? Ya 144,000. Na 24 elders. Kupiga kura. Karibu hiyo inipite. Barikiwa mtu. Quotation. Gospel Workers 398 Wacha 390. Hiyo tunakashkash watu wa Mungu. Ni ushauri gani tulio nayo sisi kama wana matengenezo, si ndio? GW 3 tunafaa kufanya eje? 395.3 Gospel Workers 395.3 395.3 God's children iko tu hapo. Mambo ya haya soma. Inasema hivi Wesley, alafu utakuwa una explain watu Wesley kwa screen. Anzia .1 395.1 Anzia .1. Iko sawa hapo .1. Ngoja kwanza iweke kwa YouTube. Tunataka kila mtu afuatilie vizuri. There is a large vineyard. Si ndio? Naam. Haya. Then you will try to expand it .1, .2 na .3. Haya, tutasoma tu kwa kifupi tu. Taratibu. Naam. Haya, twende. Hii ni mambo kwa wale watu wanasema one term, two term. Ndio hawa sasa. Inawahusu hii quotation. Inasema hivi. There is a large vineyard to be cultivated. Watu ya mlima. Haya. But while Christians are to work among unbelievers. Wacha tutafsiria wa Tanzania. Unajua wanatufuatilia wengi. Ama ni tafsiri tu hapa bado. Wewe soma, inaweza tafsiri vibaya. Anza. Inasema there is a large vineyard to be cultivated. Kuna shamba kubwa ya kufanya kazi. But while Christians are to work among unbelievers, japokuwa Wakristo wanafaa kufanya kazi miongoni mwa wasioamini, they are not to appear like worldlings. Hawafai kuonekana kama watu wa ulimwengu huu. They are not to spend their time talking politics. Hawafai kuchukua muda wao mwingi wakizungumza kuhusu siasa or acting politics, ama kutenda sawasawa na siasa. For by so doing, kwa maana wanavyofanya hivyo, they give the enemy opportunity to come in, wanampatia adui nafasi ya kuingilia kati yao, and to cause variance and discord, na kuleta variance, ni ubishi, mashindano na hata vurugu kati yao. Those in the ministry, wale ambao wako kwenye huduma, who desire to stand as politician, wanaotaka kusimama kama wanasiasa, should have their credentials taken from them. Wanafaa stakabadhi zao. Wewe uko na stakabadhi? Toa yako. Atakuwa MCA kwani? Stakabadhi yake ndio hii. Mnashtuka? Hizi ni stakabadhi. Hawa ni wachungaji. Si maana roho nabii imesema
awe na stakabadhi license. Akitaka kwenda kwa politics kama Boni, aturudishie hii, apewe kama hii ya huko. Chukua. Their credentials. Endelea. Inasema hivi. Hata mimi na yangu, hata ule anasoma pale, tukuone kwa siasa. Sawa. Inasema hivi. Should have their credential taken from them. For this work God has not given to a high or a low among his people. Mungu hajapatia kazi ya siasa watu wote, wadogo ama wakubwa miongoni mwa watu wake. God calls upon all who minister in the word. Mungu anawaita wote ambao wana minister, wanafanya kazi katika neno lake. And doctrine to give the trumpet a certain sound. Wapulize tarumbeta. All who have received Christ. Wale waliopokea Yesu. Ministers and lay members. Pamoja na lay. Are to arise and shine. Wanafaa kuinuka na kuangazia. Stanza 3 nasema hivi. Haya. Pole pole usimpeleka kijana mbio. Nasema hivi. 3. God's children. Wesley? Haya soma tu. God's children Mungu are to separate themselves from politics na siasa za dunia hii, from any alliance with the unbelievers, kwa kushikamana kokote kule na wasioamini. They are not to link their interest with the interest of the world. Hawafai kuweka hisia zao na hisia za dunia pamoja. Give proof of your allegiance to me. Jipeaneni kwangu, Mungu anasema. He says, anasema, by standing as my chosen heritage, kwa kusimama kama wateule wake, as a people zealous of good work, kama watu walio na jitihada za kazi njema. Do not take part in a political strife. Ingie katika msuko ya kisiasa. Separate from the world. Tokeni ulimwenguni, jitengeni. And refrain from bringing into the church. Na muache kuleta kanisani. Hatari sana. Inasema hivi, or school ideas, ama kuleta shuleni mambo yoyote that will lead the contention and disorder, ambayo italeta mafarakano na kuchanganyikiwa. Dissension is the moral poison taken into the system by human beings. Endelea tu. Who are selfish. God wants his servant to have clear perceptions. Mungu anataka watumishi wake wawe na mtazamo safi. Inasema true and noble dignity. Hata ukiachia hapo simeeleweka kabisa. Ingine ilikuwa gani? Ulikuwa umeulizaje? Kama nafikiri hiyo subject inaweza kuwa ndefu kidogo ila kuna nukuu nyingi katika roho nabii ambazo zinajaribu kana kwamba zinazungumzia hiyo subject. Imeleta a lot of agitation si kwamba hatuna msimamo. Hapana. Kuna kikundi ambacho kinasema 144,000 wanatoka SDA ndio hao wanaenda kuandaa watu wanapeana loud cry. Kuna nukuu kadhaa katika Great Controversy zinatumika. Lakini baadaye ukikuja kumwangalia Ellen White vizuri, early writings, kuna vile anaweka hiyo kikundi. Sasa wacha niseme hivi kwa kifupi. Hao watumishi unaona hapa hawa, kuna kikao fulani kinakalia hiyo subject haijaisha watumishi. Unajua tuliamua tusiende kwa YouTube. Mimi nahubiri hivi, huyu anahubiri hivi, confusion. Though kuna wakati tulijaribu kupresent the subject. Isaac Deme alipresent hivi, mimi nikapresent hivi, tukaona ina mix Kwanza tukaondo. Kwa hivyo mzee, patie siku kadhaa tutakuwa tunaleta united front on that subject, we as a movement. Kwa sasa wacha itulie. Kwa sasa. Though watu kama kuna movements zingine wako na msimamo. Kuna nikupatie tu overview IMS wanasema ya kwamba ile vita ya Germany iliwatenga wao ndio 144,000. Davidian wanasema the same, inatoka kwa kanisa purifying process. Alafu ndio nafikiri ndio ile jiwe inaenda kufanya hiyo maneno. Na waende Jerusalem huko center, watakuwa naitana kutoka huko. Na hiyo Revelation 14 verse 1, Mount Zion, I saw 144 standing on Mount Zion, iko huko Middle East. Mimi sisemi ati ni watu wabaya, lakini nakupatia tu mtazamo wao. Alafu 144,000 ndio wanaenda kupeana loud cry. Sasa mimi nimejaribu kuangalia hilo somo nikaona kuna maneno hapo kabisa. Kuna nukuu hutahepa, zitakukanganya tu. So ndio tukaamua acha turudi nyuma kidogo kwanza. Tuendelee kusoma, karibu tunafikia mwisho, tutaleta united front. Amen. Amina. Kwa hiyo tuliache kwa sasa. Kwanza ya David ndio hatari sana. Anasema 44, hata tayari mwingine aliniambia
au washajiandaa, wamenunua mapanga zao, maana wanasoma Ezekieli 9. Hao ndio watakuwa wanachinja watu. Haya. Nafikiri wacha tusiingie kwa hiyo mada. Swali lingine ya YouTube. Okina dada, kuna swali ya YouTube tafadhali. Swali kama mbili hivi. Kuna mtu mturuhusu tujibu huyo wa YouTube alafu ndio turudi hapa kwa huyo. Tafadhali tu. Kuna maswali mawili hapo. Amekaa sana huyo, ataona ni kama atumjibu na ni rahisi kusahau. Wacha niuze zote pamoja. Maswali matatu. Inasema hivi, ya kwanza anaitwa Times of Trouble. Anauliza swali la kwanza, hello watumishi. Naam. Nauliza, investigative judgment ya walio hai imeanza? Since ya walio kufa ilipata kuanzia ni 1844. Hiyo ni eka bending hiyo. Haya, swali la pili ambalo anauliza anaitwa Lydia Mapenzi. Swali langu ni kuhusu wazee 24. Ni kina nani? Nikimaanisha ni watu walioishi hapa duniani kama sisi ama walitoka wapi? Mpata swali la pili. Asante. Swali la pili. Haujasikia hiyo? Kidogo wacha tumalize na ya kwanza hiyo ya hukumu Katika makambi ndio tulikuwa na, unajua mambo mengi yatafunuliwa katika makambi yetu. Ambia mwenzako usikose makambi. Tukijibu hapa kila kitu utakuja makambi na wewe. Kujeni makambi. Kuna topic ya kwanza tutaweka makambi ni 144,000, the sealing time of the 144,000. Hiyo topic lazima tuikave. Na ni topic ndefu, kwa hivyo siwezi kutaja mambo. Wewe kuja kwa makambi kwa kifupi. Hiyo ama afuatilie kwa makambi, tutaijibu pale kabisa. Though kuna nukuu ambazo watu wanatumia, I do not give the exact time when the outpouring of the Holy Spirit on when the judgment sijui nini, mambo kama hayo. Hizo nukuu zipo. Lakini tutakuwa na msimamo wetu, tutatangaza line upon line study ili kwamba kila mtu aelewe kama judgment of the living imeanza ama haijaanza, na ni nukuu zipi tunaweza kutumia. Na kando na nukuu, kando na nini? Maana hatuamini tu dada White ndiye alionyeshwa. Kama kuna manabii wengine waliandika hayo mambo, tutasoma. Asante. Hiyo acha tusijibu. Swali la pili. La pili anauliza hivi. Naam. Ya kwamba ni kuhusu, swali langu ni kuhusu wazee 24 ni akina nani? Nikimaanisha ni watu wanaoishi hapa, ni watu walioishi hapa duniani kama sisi ama walitoka wapi? Kwanza kabisa kuna nukuu moja dada White. Hebu tuende Revelation chapter 7. Fungua. Nasoma tu nukuu moja alafu pia tuiweke pending Nijibu tu. Revelation chapter 7 mahali mzee mmoja anauliza John, hawa ni akina na? Nitafutie hiyo verse. 13. Inasema hivi, 7:13 Ufunuo inasema, akajibu mmoja wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Sasa unaona hiyo verse, nani alikuwa anaongea na John? Wewe nawauliza, mko na uhakika? Bwana Yesu asifiwe. Hata nauliza kama uko na uhakika useme. Uko na uhakika ni wazee? Angalia nukuu sasa. Ukikuja hapa kwenye quotation angalia. Quotation. Usikia vile dada White ana comment Hiyo ni ya kukufungua akili kidogo, si ndio? Amina? Amina. Amina? Watu hapa ndani mtihani sana. Amina? Kwanza ile side matatizo. Bwana Yesu asifiwe.
Amina. Kuna versions nyingi za 24 elders. There are so many versions ni wale Yesu alifufuka nao. Kuna mwingine niuliza, nimetaja okina Elijah, Enoko, nani? Mwingine niuliza mahali, wao wenye uhai wa 4 ninaona ni Enoko, Elijah, Abraham. Tunaona Yesu anasema sijui mbinguni, huyu wa 4 ni nani? Ananiuliza. Kuna mtu aliniuliza nikasema sasa nikamtolea nukuu. Nataka muangalie hii Amen. Ukisoma katika kitabu kinaitwa, ndio hii nimeipata. Kitabu kinaitwa ndio hii, amen, ndio hii. Haya, inasema kitabu kinaitwa Wesley, angalia ST, Signs of the Times. Yani John beholds one of the innumerable companies. Inasema katika Signs of the Times December 22. Signs of the Times December 22. Angalia huko wasome, nimekuwekea. Signs of the Times, Wesley weka kwa screen. December 22. Na wewe mboni. December 22. 1887. Hapo inasema mmoja wapo wa wale wazee akamuuliza hawa ni wakina na? Sikia dada White. Wewe umeona? Good. Wewe soma hiyo. Najaribu kuangalia. Inaweza kuwa paragrafu gani? Utaenda tuko inaanza ikisema John beholds an innumerable company. Umeona? Ni 1887. Si nimekutumia? Najua, nataka tu ni mark up. December 22. John beholds. Nimeipata. Paragraph 7, amen. Paragraph 7. Aya, sikieni sasa. Inasema hivi. Tunajibu swali la 24 elders wanaweza kuwa akina na? Akina nani? Twende. Inasema John beholds an innumerable company. Yohana anaona watu wengi. Precious, refined, purified. Wakiwa wametakaswa. Around the throne of the majesty of heaven. Wamezunguka kiti cha enzi cha Mungu. Twende. Inasema the angel inquires of John. Hati nini? The angel inquires of John. Malaika akamuuliza Yohana, what are these which are arrayed in white robes? Hati nani aliuliza Yohana? Malaika. Hebu soma Biblia tuone kama ni malaika. Inasema hivi. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia. Rudi hapo kwa roho nabii. Inasema hivi. The angel inquires of John. What are these which are arrayed in white robes? Tulieni. Nikupanue akili kidogo. Unaona hiyo study ni ndefu Huwezi kusema tu ni wale walifufuka na Yesu. Spirit of prophecy inasema the angel inquires of John. Malaika akamuuliza Yohana, hawa ni akina na? Biblia inasema ni wazee 20 ngapi? Lazima tupige hatua zaidi tujue hawa ni akina nani zaidi. Ni zaidi tu ya watu wa kawaida ambao tunajua. Mimi sijasema ni malaika, nimekutolea tu nukuu ni kuchokore akili Iko hivi. Katika Biblia kuna nukuu nyingi na niko na document inaitwa the 24 elders. Yule mwenye anauliza hiyo swali nitakuwekea. It's a very beautiful document. Situiweke hapo kwa wall ya CBD. So many your document iko na nukuu nyingi ambazo ziko na heavenly council. Hii mko mnaniuliza. Kikao cha Mungu ambacho shetani anakwenda kujihudhurisha mbele za hicho kikao. Maana anadai anawakilisha nini? Hii dunia. Na akienda pale anakuta wana wa Mungu nao wamekuja kujihudhurisha. Hawa wana wa Mungu kila mmoja amekuja kuleta ripoti ya kule anakotoka. Naye shetani naye anakuja kutoa ripoti mahali ametoka kwake kukoje. Namaanisha hawa ni zaidi tu ya wazee. Maana they are representatives of the unfallen worlds. Hiyo subject ni kubwa It's very wide Hawa ni wawakilishi wa mbingu ambazo hazikuanguka kwenye dhambi. Nukuu zimejaa. Ni nyingi. Okay? Naam. Umepata kwa kwingine kwa kusoma? Swali. Haya. Swali kuna lakini niko na document Naam.
Tutaweka kwa wall ya kanisa watu wasome, iko najaribu tu kukatiza ili tusiingie, it's a wide topic, hatuwezi kumaliza saa hii nikianza. Kwa hivyo ni ndefu sana. Dada Lydia, uhudhurie kwenye makambi, utafundishwa zaidi kuhusu hiyo swali. Ama anaweza yekea document, maana tuko na documents sasa tayari, zile tumeprepare. Moja wapo ni 24 elders tunayo. Sisi hatufundishi 24 elders, ni wale walifufuka na Yesu. Kwa nini? Ufunuo sura ya 4 inaonyesha Yesu hajafika. Na tayari Baba yuko pale na wazee 24 tayari wako mbinguni na Yesu haja. Desire of Ages inaweka setting ya Revelation chapter 4 inauguration. Sherehe. Yesu bado hajaingia. Ndio unaona Ufunuo 4:1 anasema nikaona mmoja ameketi. Na wazee 24 wamemzunguka na Yesu hajafika. Chapter 5 ndio tunaona mmoja mfano wa mwana kondoo na kwamba amechinjwa ashafika. Lakini chapter 4 hajafika akiwa ametoka duniani na wale aliofufuka na wao, na tayari wazee 24 wako mbinguni. Kwa hivyo huwezi kusema ni wale. Kuna mambo mengi katika hayo masomo. Naam. Kuna mmoja ili muhimu. Ngoja kidogo. Ezekiel 8:16 wale wazee 24 na high priest Hebu sema hiyo kitu unasema. Sabbath. Happy day. Ukisoma pia Ezekiel 8:16 tunapata kwamba pale katika Israeli Yerusalemu kulikuwa na wazee wangapi? 24, 24 elders, na kulikuwa na high priest ambaye alikuwa wa nini? Wa 25, wa 25. Kwa hivyo tunapata ya kwamba katika ile Ezekieli 8:16 waliondokea ibada ya Mungu wakaingia kuabudu juu. Wakaingia kuabudu juu. Ndiye Ezekieli alikuwa anaonyesha pale, na ukiwa ni mfano kwa sasa ukiangalia General Conference tunaona katika kitabu ambacho kinaitwa TM Testimonies to Ministers, I think ni 1 pale .5 inaonyesha kwamba pale General Conference wazee waliochaguliwa walikuwa 20 wangapi? 24, lakini walipochagua president akawa wangapi? Wa 25. Wa 25. Ndio pale tunaona ya kwamba kanisa ikaweza kuingia katika uasi na wakaweza kuelekeza watu Misri na katika ibada ya jua kama Ezekieli 8:16 alivyosema. Kwa hivyo shetani kwa njia nyingine anajaribu kumuiga Mungu. Maana tunajua kwamba Yesu pale mbinguni ndiye our high priest na pia ndiye jemedari wa malaika. Kwa hivyo kuna 24 elders mbinguni hawa ambao Mungu akijalia tutaendelea kujifundisha kama vile ambavyo mwalimu ameweza kutangulia kusema. Asante. Asante. Wacha tuulize huyu swali moja bila muhimu hapa. Anaitwa Mary Njuguna. Anauliza swali Ayubu 2 tunaona wana wa Mungu wakienda mbele za Mungu, pia shetani anaenda pamoja nao na huomba ruhusa akamjaribu Ayubu. Nyakati hizi za mwisho, je, shetani bado huenda mbele za Mungu? Haya, Mathayo 12:31 na 32. Kabla ya msalaba shetani alikuwa na hiyo haki kwa sababu alidai dunia ni yake. Mpaka wakati alipokonywa dominion ya hii dunia iko mikononi mwa Yesu, anasubiri kuturudishia katika mbingu mpya na nchi mpya. Ndio naona kabla Yesu kwenda kusulubiwa, Yesu alisema maneno haya, anzia 31, Matthew chapter 12, Mathayo 12:31 na 32. So nasema hivi, sikia. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila Matthew 12. Mimi nikiinuliwa ni 6 ama ni 8? Nitawavuta watu kwa. Huyu anasoma nini basi? Ni hiyo tu. Nataka 31. 32. Anza na 31. 31 inasema hivi. Kwa sababu hiyo nawaambia. Wapi anasema nikiinuliwa? Soma 32. Kama ni John. John, si Matthew. John 12. Amen. John chapter 12. John. Yohana 12:31. 31 inasema hivi. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sikiliza Yesu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Alitupwa ama atatupwa nje. Ni kitu ambacho kinaenda kufanyika. Ndio nani Yesu anapofufuka Sunday asubuhi anamwambia Maria Magdalene nini? Usinishike. Sijapaa kwenda kwa Baba. Alienda kufanya kazi mbili. Ya kwanza ni
kuwakilisha the first fruits, mazao ya kwanza, malimbuko ya kwanza mbele za Baba, na kumhakikishia kwamba Baba ya kwamba uno ya mwisho ya dunia itakuwa maradufu. Ya kufanya inauguration ili kwamba Roho aweze kumiminwa. Number 2, Yesu alienda rasmi, maana amempokonya shetani dominion. Hilo jambo lazima angekwenda kulitangaza mbele za Baba rasmi, nimempokonya. Alienda kumtupa nje, shall be cast out. Inamaanisha kutoka kwa kifo cha Yesu kuendelea mbele. Shetani hana mamlaka ya kupanda kuwakilisha hii dunia, hana. Ndio mimi naonanga Wakristo wengine leo wanatishiwa na shetani. Nifanyeje? Ati ufanyeje? Ametupwa nje. Revelation chapter 12 inasema alitupwa. Ile ni akifukuzwa kutoka mbinguni, lakini access bado alikuwa nayo. Tumeona katika nyakati wa kwanza bado akienda. Wakati wa Ayubu anaenda. Saa hii dhubutu. Saa hii ilifungwa bwana, hawezi kwenda huko, access denied, access denied. Nafikiri tumejibu hiyo. Tuende swali lingine, labda tu. Labda tu niongeze nukuu. Ukisoma Desire of Ages page 759.3 and 4 utapata ya kwamba wakati Yesu alikufa pale msalabani, inaweka wazi ya kwamba hapo ndipo neema ya shetani ilifanyeje? Iliisha. Na inaonyesha, ukiteremka kusoma utaona ya kwamba Roho nabii inasema wakati Yesu alipokufa pale msalabani, mpaka shetani alijibwaga chini, akawa hanaomboleza kwa sababu ya ule uhuru ambao alikuwa nao wa kuweza kufika pale mbinguni ama kuingia, tayari imeweza kukatika na neema yake imeweza kufika mwisho. Kwa hivyo ukisoma hiyo Desire of Ages 759 paragraph number 3 kushuka, utapata ushahidi pale ya kwamba ni baada ya Yesu kufa msalabani, shetani hakupata nafasi tena mpaka sasa ya kuweza kuwa na nafasi ya kwenda kujihudhurisha mbele za malaika wa mbinguni. Asante. Alafu pia waelekezi wetu mtatusaidia, how much time do we have? Patia Ana huko nyuma. Wacha dada akimaliza ndio huyu ndio tusimfutie. Happy Sabbath. Happy day. Okay. Niko na maswali hapa. Inaweza kuwa rahisi kidogo ama ngumu, ambayo huwa imenisumbua tangu mtumishi aliponena hiyo jina Roho ni capital letter na Roho ni small letter. Haya, sasa ningependa kuanza wakati mtu anaposema ama wakati tulisema ati neno la Mungu likamjia mtumishi Mungu. Kuna mahali ambapo wameandika hiyo neno ati neno likamjia. Kuna mahali wameandika na capital letter na pia kuna mahali wameandika na small letter. Kwa mfano unaposoma Yona 1:1 unaona wameandika neno la Mungu likamjia Yona, mtoto wa Amitai. Wameandika neno in small letter. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 3 inasema 2 inasema aliyenishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Hili neno la Mungu limeandikwa in capital letter. Unaposoma kitabu cha Acts 12:24 pia hili neno linatumika wakati lilimjia mtumishi wa Mungu, imeandikwa in capital letters. Sasa na pia hili neno kuna mahali linahusiana na roho, linafaa kuwa capital letter na small letter. Alafu swali langu la pili, unaposoma kitabu cha Zakaria Zakaria 12 mlango wa 10 inasema hivi, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemi roho ya neema, na kwamba watamtimiza yeye ambaye waliyemchoma, watamtazama yeye
ambaye waliyemchoma. Sasa tunapoangalia hapa tunaona roho imeandikwa in small letters, na wamesema kwamba ni roho wa neema, nyumba ya Daudi itakayomwagiwa. Sasa hiyo roho, hawa nyumba ya Daudi watamwagiwa roho ya neema, ni hiyo Roho Mtakatifu ama ni hizo roho ingine ya small letters ambayo ulisema? Alafu acha nijibu hiyo kwanza isipotee. Mfano, nani walimimina? Si hiyo ilitimika Pentecost? Si ilitimika? Aya, swali. Pentecost roho ilimiminwa aje? Nataka tujibu hiyo kwanza, nitolee Zekaria. Na nilisema hapa vizuri, when the Bible interchanges small letter r na capital letter R, inataka tuelewe lazima malaika wahusike. Mungu anaposema nitawamiminia roho ya neema, iko sawa small letter R, kwa sababu malaika ndio utahusika kumimina roho. Na kwa sababu watu wananifuata kwa YouTube na wanaweza katakata hizi mavitu zangu waweze kusema mambo yao, kama mwingine hapa anaitwa sijui nani. Wacha nitoe nukuu kabisa. Wacha nitoe kwanza, katu chini kidogo, dakika kama 2. Hiyo lazima tu clarify Biblia inaposema nitawamiminia ama nitamwagia roho ya neema, small letter R, correct, maana malaika watahusika. Watahusika. Sawa? Matendo ya Mitume 2:1 inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo watu wote mahali pamo. Tuendelee. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa nini? Wewe, uvumi wa nini? Uliowakalia kila mmoja wa? Alafu wote wakajazwa nini? Litangulia uvumi kama wa upe. Uvumi ndio uliingia kama wa upepo, alafu ndio wakajazwa roho. Mko sure? Aya, huo upepo ilikuwa ni nini? Unajua watu wako kwa YouTube hapo wanataka tuelewe, alafu tutoe nukuu tutoke kwa hiyo maneno. Soma Psalms. Psalms 104 verse 4. Wings of ni hiyo kweli? Ni hiyo. Hebu soma. Inasema hivi, Psalms 104 chapter 4. Mi naona ni Psalms 104 verse 3. Verse 3. Chap. Inasema hivi, na 18:10. Soma. Who laid the beam in the... haina shida. Hata Kiswahili. Inasema hivi, 3 inasema na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Huyo ni Mungu. Huyafanya mawingu kuwa gari lake. Mawingu ndio gari yake. Alafu na kwenda juu ya mabawa ya upepo. Ati Mungu anatembea juu ya mabawa ya nini? Ya upepo. Mungu ako na upepo yake, iko na mabawa, si ndio? Si ndio anatembea nazo? Wewe unaona hiyo upepo ni nini? Hao ni malaika wanaitwa upepo wake. Ndio unaona ile nyumba ilijazwa na hiyo upepo kwanza. Ndio aliingia kwanza. Tumeshika hiyo? Upepo ya Mungu si kama hii inatingiza hapa. Yake iko na mabawa na inambeba. Unaona? Psalms 18 verse 10. Chap. Psalms 18 verse 1 inasema hivi. Halafu toa quotation ya Acts of the Apostles tutoke hapo. Ndio aulize ya 3. 18 ama 18? 18 verse 10. 10 inasema hivi. Amefichiwa tanzi chini. Ndio hiyo. Samahani. Mimi niko Ayubu. Tari sana. Inasema hivi 18 10 inasema akapanda juu ya kerubi akaruka. Naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Aliruka upesi juu ya mabawa ya nini? Ya upepo. Kwa hivyo Mungu akienda haraka haraka anaita tu upepo. Sio hii hewa au ni malaika, maana wako na mabawa anaruka tu. Tuko pamoja? Ndio naona ile nyumba ilijawa na upepo kwanza. Alafu ndio wakajawa roho. Desire of Ages inatumalizia hiyo maneno. Tuko na kujibu hiyo swali yako, inasema Desire of Ages no, Acts of the Apostles 49.2. Ni hiyo kweli? Ngoja kidogo. 10MR 112.2, sorry. Wesley, 10MR 112.2. Usichanganyikiwe, ukiona ni small r, ujue ni angels. Na ujue wamekuja kufanya hiyo kazi ya kumimina roho. It's just okay. Iko sawa kabisa.
ya neno huyu atajibu saa hii. Soma. 10 MR 112.2 nasema hivi. Wesley check. All heavens is interested in your salvation. Mbingu yote inahusika ama inataka kuhusika kwa wokovu wako. The angels of God, malaika wa Mungu, waiting to do for you what they did for the early disciples when on the day of Pentecost. Ati malaika wanasubiri kutufanyia sisi walivyowafanyia mitume lini? Wakati wa Pentecost. Waliwafanyia nini? Do your duty. Ngoja, waliwafanyia nini? Waliwamwagia roho. Iko hivyo tu. Swali ya 3. Tunakuja. Unajua kuna mtu ameinua paka mkono alafu tuko na dakika fanya hivi. Kuna wadada nimeona wameinua mkono. Tuwapatie privilege. Kuna dada hapo huyu tafadhali. Mke wa si hata next Sabbath naweza rudi. Nitarudi. Mke wa mtumishi hapa anaitwa. Next Sabbath tarudi saa 8 itakuwa hivi panel Tutakuja na watumishi wengine. It's a very powerful presentation. Huyo dada anauliza ya mwisho. Neno umejibu ile ya neno? Neno small letter n na capital. Ujibu. Naomba. Haya, ningeomba huyu mama kuna mtoto alikuwa na swali, tafadhali tusiache, maana ni mama ambaye ni mgeni katika imani. Aulize swali hapo. Alafu utapatia huyu anaitwa Evelyn. Happy Sabbath. Mimi tu nilikuwa nataka tu clarification. Hiyo. Sasa hakuna kuvote. Aya, second thing. Kwa in health. Kuna venye sukari ina interact na ulcers. Hivyo tu. Sukari ina interact na ulcers. Si ugonjwa wa sukari, sugar. Sugar hii ya kukula hii. Ulcers. Anza na ya kukula. Hiyo ya kuvote, hakuna kuvote. Ukisoma burudia wa Filipi 3 mstari wa 20. Wa Filipi 3 mstari wake ni wa 20. Na pia watu wa Mungu wana matengenezo ambao wanasubiri marejeo ya Yesu mara ya pili. Si watu wa kundai haki zao wakiwa na sufuria kwa kichwa. Si haki yao, maana haki yao haiko duniani, bali tunahitajika tuvikwe ama tupewe haki ya Kristo. Tuvikwe haki ya Kristo. Kwa hivyo Kristo ndiye ako na haki yetu. Kwa hivyo haki yetu haina wafalme wa dunia ama wanasiasa, politician. Soma tusikie wa Filipi 3:20 nasemaje? Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Sasa swali, kama wenyeji wetu uko mbinguni, mtu raia wa kawaida wenyeji wake uko hapa Kenya, ID yake ni ya Kenya, akiwa Tanzania, anaweza kupigia Samia kura? Hawezi. Anaweza kumpa kura? Hawezi. Kwa hivyo labda arudi wapi? Kenya. Labda arudi Kenya. Vivyo hivyo ndivyo tulivyo watu wa Mungu. Kampeni ambayo tunahitajika tuweze kupiga ni kampeni ya mbinguni. Thibitisho ya pili Waebrania 11 mstari wa 13 na 14. Kwa hivyo sisi wenyeji wetu kwa mbinguni, na kutoka mbinguni ndipo tunasubiri Yesu Kristo atupe wokovu, atakaye bandili mwili huu wetu, atupe mwili mwingine wa kutokufa, mwili wa utukufu. Soma tusikie inasemaje? Waebrania. Na wakati ambapo tunasubiri huyo Yesu atakayetupa haki ama atakayetupa mili hii ya utukufu, tunapomsubiri mbinguni, maandiko yanasema ataweza kutukomboa kutoka katika dunia hii. Lakini leo ukiangalia wafalme wa dunia, wanasiasa, kama mwanadamu ukienda kundai haki yako kwake, utarudi bila mguu, wengine watarudi bila meno, wengine bila masikio, kwa sababu hakuna haki ya watu wa Mungu duniani. Ndio maana tunaambiwa wenyeji wetu uko mbinguni. Waebrania 11 mtumishi mstari wa 13 na 14 nasemaje? Hawa wote wakafa katika imani. Kwa hivyo tunaambiwa manabii pamoja na mitume walikufa katika, rudia tena inasemaje? Hawa wote wakafa katika imani. Walikufa katika imani ama walikufika kwa maandamano? Rudia vizuri ndio watu waweze kuelewa. Hawa wote wakafa katika imani. Kwa hivyo tunaambiwa mitume walikufa katika imani, sio maandamano.
katika imani, na hiyo ndio mimi na wewe tumeitiwa. Hata wale ambao wanajiunga na ukweli huu, tunahitajika tukufie imani, sio maandamano na sio siasa. Maana kwamba yeyote ambaye atakuwa hapa akikufia kwenye maandamano, hiyo ni yake, hiyo ni yake. Sawa. Malaika wa Mungu hawapo na mbingu haiko hapo. Maliza andiko mtumishi. Nasemaje? Hawa wote wakafa katika imani. Safi. Wasijazipokea zile ahadi. Endelea. Bali wakaziona tokea mbali na kuziangalia. Endelea. Na kukiri kwamba walikuwa wageni. Aha. Na wasafiri juu ya nchi. Oh, kwa hivyo mitume na manabii walikiri ya kwamba walikuwa wageni na wasafiri katika juu ya nchi. Kwa hivyo kampeni zetu ni za wapi? Za mbinguni, kupitia ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hatufai kuingia kwa mambo ya siasa. Aya, Evelyn, swali la mwisho. Ngoja kidogo. Mikono mingi ni nini? Tutamaliza ama tukae mpaka saa moja? Nani? Sawa. Tunasema hivi mami, kidogo tu nijaribu ku in Bible Matthew alikuwa nani? Na alikuwa anafanya nini? Na aliingia hapo kivipi? Unaelewa wenye nasema Matthew. Kazi yake kabla ya kuitwa na Yesu. Baada ya kuitwa na Yesu alikuwa ama unaangalia mambo ya utoza ushuru ama? Hapana. Matthew in my own knowledge. Alikuwa kuna venye walivote so Matthias. Ndio ulikuwa nataka kuclarify Sasa mama iko hivi ni Matthias ile walipiga kura. Mama, kupiga kura si mbaya, maana hata kanisani hapa tukichagua wazee wa kanisa tunaomba, tunaitana alafu tunaona tena tunazungumza kama baraza ya kanisa alafu kuna qualifications. Hiyo si mbaya, maana hiyo ni mambo ya kanisa. Na hatupangi laini. Mambo ya kanisa ni ya kanisa. Yesu alitambua serikali mbili. Kuna kitu nataka nikuulize. Uko na mic kwa mkono? Nataka kukusaidia kwa njia rahisi Unakumbuka wakati wa corona? Rais wa Tanzania Magufuli, unakumbuka alikataa hiyo vitu? Alikataa nini? Alikataa mambo ya hiyo corona, sio ukweli kabisa. Baada ya kuondolewa ule rais aliingia, alikuja akakubali wakavaa mask. Ni nani hiyo ilikuwa ni agenda ya kina nani? Ndio akubali naye aingie kwa box, ule mwingine aondolewe. Si kuna watu wanatawala mahali. Ni kama una habari. Hii dunia saa hii vile tunaishi, kuna watu wanatawala hii dunia na wanaamua ni nani atakuwa president. Unafaa kujua hivyo. Na hawa watu wako na agenda mbaya, the new world order, wako na mfumo mpya ya kuleta mambo ya the mark of the beast, alama ya mnyama. Hiyo ni unabii wa Ufunuo 13 na unabii wa Ufunuo 17. Saa hii vile tunaongea, hata rais wa Marekani ajichagui yeye. Kuna watu wanakaa mahali wanaamua kiongozi wa nchi. Raia wa nchi wanapanga laini kupiga kura as a formality, yani kuonyesha tu, lakini wale wenye kuchagua si watu wa hiyo nchi. Ndio naona hakuna rais wa dunia hii, nchi yoyote ile, anaweza kutawala kwa uhuru wa dhamira zake hata leo. Lazima ategemee international community. Hata wewe ukisema ni wewe umemchagua, lakini yeye hawezi kuleta mapinduzi ambayo wewe utataka ikusaidie, kwa sababu kuna wale wanataka alete agenda zao. Sijui kama unanielewa. Hiyo ndio sababu ya kwanza, kipindi cha mwisho wakati ambapo shetani, nisomee Ufunuo 17 wewe, Revelation 17 verse 12. Inasema hivi, kama kupiga kura ilikuwa safe wakati mwingine zamani, kipindi cha mwisho ni hatari. Kwa sababu utakuwa unashinda unalilia haki yako ambayo hutapata. Hiyo ni ya kwanza. Pesa zitapotea, ni watu wachache watakuwa ni matajiri. Na bado unataka kurudi hapo wajitajirishe wao. Nitakusomea Deuteronomy. Lakini sikiliza, Yohana wa Patmo aliandika katika kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 17 akituonya kuhusiana na wafalme wa dunia watakavyoshikana na mnyama mwenye nambari 666. Kipindi chetu, soma Ufunuo 17:12. Na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado hawajaanza kutawala, kisha lakini wapokee mamlaka kama wafalme wa muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Wafalme wa dunia wataanza kutawala na huyo mnyama
hawa wana shauri moja, watakuwa na nia moja, wafalme wote wa dunia kipindi chetu. Nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Alafu hawa watafanya vita na mwana-kondoo. Sasa hizo ni Bible na tunakualika uje. Kuna mambo mengi hapa, si mchezo. Hatushurutishi mtu kutokupiga kura. Tuweke position yetu vizuri. Hatushurutishi mtu ukija hapa usipige kura. Huo ni uamuzi. Ni uamuzi wa nini? Na mtu kibinafsi. Lakini kama sikiliza mama, nataka unisikilize. Unanisikiza Kama kanisa la wana matengenezo, hatushurutishi mtu asiende kupiga kura. Tunatoa msimamo wa Biblia na roho nabii na tunakutangazia hatari yako. Alafu tunakuacha. Ni kama leo kusema kanisa la wana matengenezo haturuhusi watu kuoa bibi ngapi? Maana kuna msimamo wa Biblia na msimamo wa roho nabii. Lakini mtu akitaka kuoa mbili, tutamkataza? Hapana. Hapana, hatuwezi kumkataza. Hivyo kuna uhuru wa dhamira. Lakini na wewe ukipatikana na mashida na huko, nisaidie ile andiko unasema usiwatumainie wakuu. Iko wapi? Siko Psalms 46 verse 1. Sasa kipindi cha mwisho ni hatari, ni tofauti. Maana hata wewe utakuwa shahidi. Hata wale ambao mnasema huyu ni wetu, saa hii ni kubaya zaidi. Ni kubaya zaidi. Na Mungu alikuwa ameambia Israeli Deuteronomy 17. Na hii kitu inakuwa tamu tukimaliza. Acha tumalize mwalimu. Wacha tukuje next Sabato. Tutakuwa hapa Sabato ijayo. Unajua kuna mmoja alikuwa na site tangia asubuhi na nikimwacha sawa. Akiwekezi. Patie Evalini yako na swali. Lakini hiyo tutaendeleza Sabato ijayo saa 8 tutakuja kuanza unabii. Tuifundishe vizuri. Naam. Asanteni. Masaa nayo imeenda sana. Isha. Wacha uyaulize ya mwisho. Happy day. Swali yangu ni kuhusu kufunga. Mimi nauliza hivi, kwa nini mtu unakuwa umefunga kama kwa miaka kama 2.5 au 3 hapo, alafu matokelezo yake upate majibu mazuri kutoka kwa Mungu, unasikia yani maneno tu mabaya na inatokelezea tu kwa marafiki zako? Hiyo ndio swali yangu. Jambo la kwanza, hatufungi ndio tupate majibu mazuri kwa Mungu. Tunaweza funga tukitarajia majibu haya, lakini Mungu anatupatia majibu ambayo yatakuwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Naam. Tueleweni watu wa Mungu. Hatufungi ndio Mungu atujibu vile tunataka. In fact, wale wanafunga kwa kweli, Mungu atawapatia majibu mazuri yatakayowafaa wao. Sio vile wanataka. Kwa pamoja. Number 2. Mkristo yeyote anayeomba kwa kweli na kufunga kwa kweli, unafaa kujua uko na maadui. Sivyo? Kabisa. Si ndio? Kwa hivyo wakati unafunga na unaomba na Mungu anakutumia, Mungu anakujalia hivyo, ujue kuna watu hawakupendi. Kwa hivyo usikuwa unaangalia watu na hawa. Wewe jua ya kwamba uko kwa mapambano. Wewe endelea kumtazama nani? Mungu. Alafu number 2, ukiona Mungu hajakujibu, haimaanishi Mungu amekimya. Mungu anajiandaa pengine akusaidia kwa njia mbadala. Hiyo quotation ulitoa jana. Si nilitoa jana? Kabisa. Nilitoa wapi? Ilikuwa kwa status. Nilizitoa. Wacha kwanza nisome hiyo. Listen. Kama unaweza kuwa nayo. Simu ina. Ukiona watu wanakuongea vibaya, Yakobo anasema hesabuni kuwa ni furaha mnapopitia kila namna ya nini? Majaribu. Mkijua ya kwamba majaribu yenu huleta nini? Faraja. Na alafu faraja anasema saburi, patience. Baadaye anasema uvumilivu. Mungu na mambo mengine Mungu anaruhusu ndio aone pia tabia yako inakaaje. Sio kila kitu kinakuja kwako ati ni mambo ati mabaya. Mengine Mungu anaruhusu ndio wewe uonekane. Kuna mama mmoja huko Uganda alikuwa anapiga mtoto kwa TV. Alafu hiyo ikaletwa kwa news, kumbe kuna CCTV na mkamata kwa nyumba. Bosi ameenda. Ametandika mtoto mdogo ile hujawahi ona. Mpaka anakanyagilia hivi chini. Wamama waliongea. Ningekuwa hapo, ningemnyongea hapo, ningekuwa. Kumbe wewe ni muuaji, hujawahi kujua. Sasa Mungu ameleta hiyo situation ndio ujue moyo wako iko na mambo ya kuua. Ameleta tu hiyo ionekane. Watu waliongea maneno nani wa Kristo. Ningemnyonga, ningemuinua juu, ningemuchinja. Baada hiyo tukio likiisha ndio mtu kumbe na kuanga muuaji. Hiyo tukio Mungu ameleta hilo jambo ndio ufunuliwe wewe ni mtu aina gani. Simple.
Kwa hivyo unapofunga na kuomba, shukuru Mungu. Tukio likitokea, shukuru Mungu. Mwambie Mungu, nisaidie kushinda majaribu ya hawa watu. Usiwachukie. Pengine Mungu anataka tu ujifundishe lesson fulani unapoendelea kufu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie hapo. Haya. Mwelekezi. Masaa imeisha, maana tayari tushapigiwa simu na tayari hata ametusignal pale. Tuambie tumalize. Tuko kwenye YouTube channel, YouTube atakuja kutangaza hiyo, launch baadaye. Ananiuliza website. Wewe website imefika wapi? Ya Warning Voice of the Last Days. Tutatangaziwa next Sabbath na huyu. Tukirudi naye huko na kibarua. Tunawapenda kwa jina la Yesu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Nanyi pia. Mungu awalinde pamoja na watoto wenu. Nawe pia. Mungu awabariki biashara zenu mnapoanza wiki nyingine. Nawe pia. Mungu awalinde pamoja na watoto wenu na familia zenu. Nawe pia. Mungu awainue, awalishe urithi wa baba yetu Yakobo, maana mmeikumbuka sabato yake. Nawe pia. Mungu awatangulize malaika zake mbele zako. Nawe pia. Mungu awalinde dhidi ya mitego yule mwovu shetani. Nawe pia. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Nawe pia. Boniface omba. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa vile ambavyo umekuwa pamoja nasi katika kusanyiko la leo. Tunasema ni asante kwa vile ambavyo neema yako imezidi kuwa nyingi kwetu. Tunakushukuru kwa mibaraka ya Sabato ya leo ambayo Bwana umeweza kutukirimia. Tunasema ni asante vile vile kwa nuru ambayo inaendelea kutufunulia siku baada ya siku kama watoto wako, ili kwamba tuweze kuandalika kwa sababu ya marejeo yako mara ya pili. Tunaomba Bwana uzidi kwa pamoja nasi, uzidi kutuhifadhi kama kanisa lako kwa ujumla Kenya mzima, na pia makanisa ambayo yako kando ya Kenya hii. Tunaomba Bwana uzidi kwa pamoja nasi katika kila jambo. Movement hii tunaikabidhi mkononi mwako Bwana, kaendelee kutuimarisha. Pia wale ambao ni wachanga katika imani, kawaimarisha katika imani, ili kwamba pia wao waweze kujua kwamba tayari wameweza kuingia na kutangaza mapambano ambayo yako mbele yetu. Katujalie neema yako. Wale walio katika hali ya kuchanganyikiwa, Bwana tunaomba pia ukaweze kuingilia kati, ukaweze kutembea katika mawazo yao kama ulivyoweza kutembea kwa manabii wa zamani kupitia malaika wako takatifu, ukawafunulie kweli zako, ili kwamba pia wao Bwana wakaweze kuzielewa, watoke katika hali ya kuchanganyikiwa. Tunaomba pamoja nasi katika kila jambo. Tunaporudi katika harakati zetu za siku 6, Bwana kaweze kutulinda. Walio katika kazi, kwa wabariki, kwa waneemeshe, kawape kibali pia katika kazi ambazo wanazozifanya. Tunaomba pamoja nasi katika kila jambo, na ni katika jina lako Kristo tunaomba kwa imani. Amen. Amen. Amen.